Majina naitwa afisa muhifadhi mkuu Victor Raphael Ketansi. Niko hifadhi ya taifa Serengeti, nasimamia idara ya utalii, na kwa leo niko kama kaimu mkuu wa hifadhi. Kwanza tunashukuru kwa juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba utalii unakuwa. Tuna wastani wa ongezeko la 9% la watalii wanaoingia hifadhi ya taifa Serengeti kwa mwaka, na hii inachangiwa na vitu vingi, pamoja na juhudi ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya za filamu ya Royal Tour. Na hapa tulipo ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti kuna eneo mojawapo la Makoma ambalo Mheshimiwa Rais mwenyewe alifika fanyia filamu ya Royal Tour, na filamu hiyo tunafahamu imetangazwa dunia nzima. Sasa imesaidia kuongeza, pamoja na juhudi zingine ambazo nitazitaja ambazo zinafanywa na serikali, lakini kwa njia moja au nyingine tunaweza tukasema imesaidia kuongeza idadi ya watalii katika hifadhi yetu ya taifa Serengeti. Kwa kuwa vivutio vyetu ni asili, hatuna mpango wa kuintroduce au wa kuleta kivutio kipya, ila mipango yetu ni kuboresha vivutio vilivyopo na kuongeza mazao ya utalii, tunaita tourism activities. Kwamba watalii wawe na kitu kingine cha kufanya zaidi ndani ya Serengeti kuliko kile walichofanya awali. Sasa mpango tulionao mwaka ujao wa fedha, tumeweka kwenye budget kufanya utafiti wa kuanzisha bidhaa au mazao mawili. La kwanza, utalii wa usiku eneo la kaskazini mwa Serengeti. Eneo la kaskazini mwa Serengeti. Utalii wa usiku maana yake nini? Watalii waweze kuingia kwenye magari yao kama haya, watembee, watalii usiku, wakiangalia wanyama usiku. Sasa hivi wanafanya mchana. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa na, kwa mfano hiyo bidhaa ikipita ikapewa idhini, ikaidhinishwa, yule ambaye alikuja Serengeti miaka 4, 5, 6 iliyopita apate sababu ya kurudi ili apate fursa ya kufanya utalii usiku. Tumeelewana hapo? Hilo ni zao mojawapo tunalolifikiria kulifanyia utafiti kuona kama litafaa. Lakini eneo lingine, hifadhi ya taifa Serengeti imeongezwa, mtakuwa mnafahamu, kule upande wa ziwa Victoria, eneo la Nyatwali, kuna ziwa kule. Tunataka tufanye utafiti tuone ni mazao gani ya utalii wa ziwani, water sports tourism au water based activities upande ule wa ziwa, ili basi mtalii ambaye alishatembelea Serengeti apate sababu ya kurudi akaenjoy au akafurahie upande ule wa ziwa Victoria shughuli za utalii zinazofanyika au zitakazoweza kufanyika eneo lile. Kwa hayo ni mazao mawili au ni shughuli mpya mbili tunazofikiria kuzifanyia utafiti ziweze kuingizwa kwenye mfumo wa shughuli za utalii ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti. Sasa hivi mtalii akija Serengeti anaangalia wanyama mchana, day game drive. Anaweza akapanda na kuangalia wanyama akiwa kwenye puto, wenyewe wanaita hot air balloon. Lakini anaweza akatembea, kufanya utalii wa kutembea, tunaita wilderness walk, atembea kuangalia wanyama na vivutio vingine akiwa anatembea kwa miguu. Lakini anaweza akafanya bush meal. Tuna watalii 150 kutoka Marekani wanakuja kufanya utalii, lakini watafanya kitu kinaitwa bush meal. Wanaandaliwa sehemu ile ya Makoma ambayo filamu ya Royal Tour mheshimiwa alifanya, ndo hawa wanaenda kula chakula porini pale kwenye ule mlima. Unaona, hizo ni activity kuu 4 ambazo watalii wanapokuja Serengeti huwa wanazifanya. Raymond Liza kutoka Nature's Land Safari and Rentals. Kwa kipindi cha COVID kilikuwa ni kipindi chetu kigumu sana. Hatukujua kama utalii ungekuja kwa kasi kama hivi ilivyokuja.
tulijua ndio biashara ya utalii inaenda mwisho, lakini baada ya ile film ya Royal Tour mama kuzunguka mataifa mbalimbali kuitangaza Serengeti, kutangaza Royal Tour, watalii wakaja kwa kasi. Mfano kama mwaka jana kampuni nyingi zilikuwa busy sana kwenye utalii. Ulikuwa upate hata rooms kwenye hotels zote zilikuwa ziko full. Kwa kiasi kikubwa Royal Tour imeboost, na isingekuwa Royal Tour mpaka saizi utalii ungekuwa bado unajikongoja sana. Angalia sasa hivi ni kipindi cha low season. Kabla ilikuwa huu muda ukuti wageni parking kama imefungwa, lakini kwa ile chachu ya Royal Tour bado watu wana imani na Serengeti na bado watu wanazidi kuja.